Bwana kwa makofi mara tena. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na kila mmoja wetu. Amina. Naomba utasalimu ambaye anakuwa pembeni yako, ukimwambia mtumishi anakusalimu kwa jina la Yesu. Mwambie hivyo. Nitamani nikusalimu kila mmoja, lakini sikuweza. Hivi mpee salamu yangu kabisa, mwambie nakusalimu, salimike kwa jina la Yesu. Kwa wale ambao hawafahamu kwa majina, niite mtumishi wa Mungu kwa neema Muhindo Kambali Faustin. Niko mtumishi wa Mungu kwa neema ya Bwana. Natumikia kwa kanisa la CBK from Congo DRC. Ni pale ambako natumikia Mungu kwa muji wa Butembo. Hivi kama vile tumesoma maandiko matakatifu, tunaingia katika kindani kia somo yetu, kilindini kia somo yetu. Na wewe ambaye unayeandika, tunazungumza somo yetu inasema upendo na hukumu ya Mungu kwa mwanadamu. Upendo na hukumu ya Mungu kwa mwanadamu. Tumesoma ndani ya kitabu cha Ufunuo wa Yohana 20 mstari wake ule wa 10 mpaka 15. Hivi sitarudilia tena, lakini muache nirudilie hiyo kipengele cha 12 ambayo inasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Nisaidie kwa kuambia aliye pembeni yako, mwambie sawa sawa na matendo yao. Sijaona mwingine akisema. Hebu niambilie huyu ambaye anakuwa pembeni yako, mwambie sawa sawa na matendo yao. Mpendwa katika Bwana, ni ya maana sana mimi na wewe tuelewe ya kwamba Mungu hupenda mwanadamu sana. Pia tuelewe kwamba kila mwanadamu atasimama mbele ya Mungu kutoa hesabu ya maisha yake. Hakuna atakaye baki, hakuna atakaye kwepa hukumu hii. Iwe ni mtu mkubwa, iwe ni mdogo, iwe ni maskini, hata matajiri, hakuna atakaye kwepa. Tunaweza tukajiuliza mimi na wewe, kwa nini Mungu wa upendo sana tena atatuhukumu? Kwa nini? Tukisema Mungu ni wa upendo, tena kwa nini atuhukumu sisi ambao ni wapendwa wa Mungu? Jibu ni kwamba hata kama yeye Mungu ni mwenye upendo, pia yeye ni mwenye haki. Ambia mwingine, Mungu ni mwenye upendo tena ni mwenye haki. Hivi upendo wa Mungu inasababisha atupende kwa kweli, lakini tena anapoingia kwa
Kipengele kingine, anapokuwa mwenye haki hata kuacha. Hata andiko inasema hata kama ni mwenye upendo, hata hesabu mwenye kosa kuwa kama hana makosa. Ili Mungu wetu ni mwenye haki, tena ni mwenye upendo. Ndiyo maana katika somo yetu tutaangalia mambo makubwa mawili. Kitu cha kwanza tutaangalia hukumu ya mwanadamu, na kitu cha pili tutaangalia upendo wa Mungu kwa huyo mwanadamu. Tukimaliza pointi mbili hizo, tutakuwa tumemaliza ujumbe wetu na tutaingia kwa maombi, na tunaomba tukimaliza tuenende. Kwa hiyo pointi ya kwanza ambayo inasema hukumu ya mwanadamu. Na hii hukumu ya mwanadamu ina sehemu tena tatu ambazo utazielewa. Sehemu tatu katika hukumu ya mwanadamu. Kitu cha kwanza katika hukumu ya mwanadamu, elewa mpendwa, kuna hukumu ya kwanza ambayo inaitwa hukumu ya mwanadamu. Hukumu ya mwanadamu ni hukumu ipi? Hukumu ya mwanadamu hii ni hukumu ambayo tunahukumiana huku duniani. Elewa, katika hata nchi yetu kuna wale ambao wanasoma masomo ya kuwa wahakam, wanakuwa wahukumu. Kwa lugha ya Kifaransa tunasema le juge, wale ambao wanahukumu watu wengine. Lakini elewa, watu hawa kuna mara wanaweza wakasema ukweli na kuna mara wanaweza wakasema uongo. Sababu kuna mara haki imetoweka. Kuna mtu mwingine ambaye ana haki yake, lakini sababu hana pesa, hawa wahakama wanapatia mtu huyu ambaye hana haki, wanampatia uhaki. Na huyu ambaye alikuwa hana haki, alikuwa iko na haki, wanasema hana haki na ananyanyaswa kabisa. Hivi hii ni hukumu ya binadamu. Na kuna watu wengi duniani wamehukumiwa na wanadamu. Acha nikuambie mpendwa kwamba hukumu ya binadamu inaweza ikawa ukweli, tena inaweza ikakuwa uongo. Tuangalie mtu mmoja wanamuita Yusufu. Maandiko inasema kwamba alikuwa akitembea, maandiko inasema akitembea akafika kwa nyumba ya Potifa. Maandiko inasema kwamba mke wa Potifa alitamani kulala, alitamani mambo ya uzinzi kwa huyu Yusufu. Maandiko inasema kwamba Yusufu, sababu alimwogopa Mungu, akasema haiwezekani mimi kufanya kitu kama na hiki. Lakini mwanadamu, mke wa Potifa, akavua nguo yake na akaambia mume wake kwamba huyu kijana amenibaka. Na kwa sababu hiyo hukumu ilikuwa iko sijui, alikuwa amekuwa na vazi, amebeba shati ya Yosefu, anasema huyu amenibaka. Maandiko yanasema kwamba watu wote wakajua kwamba Yusufu amefanya kitu hiki. Misri wote wakajua huyu kijana amebaka. Lakini ukweli ni kwamba Yusufu hakufanya kitu. Angalia hukumu ya binadamu ilivyo. Hivi ni watu wengi ambao wanaweza wakahukumiwa, lakini ndani yao wanajua ukweli si hivyo. Maandiko yanasema kwamba Yusufu katika hali ya kunongoneza alijua kwamba mimi sikufanya hiki kitu, lakini ameenda mahakama, amefungwa. Acha nikuambie mpendwa, huyu mke wa Potifa yeye hahukumiwi na binadamu, hafungwi, hakwenda kwenye gereza, lakini yeye mwenyewe anajua kwamba alisema uongo. Hivi huyu mke wa Potifa hafungwi kimwili, bali anafungwa kiroho. Lakini Yusufu anafungwa kimwili, bali kiroho hafanye nini? Hafungwi. Acha nikuambie mtu wa Mungu, watu wakuseme vibaya, lakini wewe ukijua ukweli utakuwa unatembea vizuri na Bwana. Mtu wa Mungu ukisema amen, unashapia Bwana makofi.
Watu wanaweza wakasema vibaya kwa ajili yako, wanakusingizia. Nyamaza, ambia mwingine nyamaza. Sababu watu wanahukumu watu kwa muonekanio tu, wanasema huyu ni malaya. Kwa muonekanio tu wanasema huyu ni mwizi. Lakini wewe unajijua uko vizuri na nani? Na Bwana. Ndio maana nakuambia mpendwa, watu waseme, kama wewe unajijua vizuri, endelea mbele na Mungu wako. Naeleza kitu cha pili, inaitwa hukumu ya dhamiri. Hukumu ya dhamiri. Dhamiri ni nini mpendwa? Dhamiri, ukisoma ile andiko ndani ya kitabu cha Warumi sura yake ya 2 mstari wa 14-15, inasema hivi, maandiko inasema, kadiri dhamiri yako itakavyokusitaki. Dhamiri yako, ama dhamiri ni kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya roho ya mtu ili ikuoneshe, ikuongeleshe ukweli ulio wako. Dhamiri, watu wengi sana anaweza kafanya dhambi, watu hawakumuona, lakini dhamiri yake inamsitaki. Ni wengi, ni wasichana. Inawezekana alitembea akafanya mambo ovyo, akafanya vibaya, na anarudi nyumbani anawahi hata kuimba nyimbo za upako, akifikiria hizo nyimbo zitafunika kile ambacho alikokifanya. Dhamiri inamwambia wewe ni mbaya. Uliza ambaye inakuwa pembeni yako, dhamiri yako inakuambia nini? Ni wengi, anaweza kuwa hata kanisani anaimba vizuri, unapomwona hapa anaimba, lakini dhamiri yake inamwambia wewe kahaba. Anaweza hata kuwa mzee wa kanisa, anaweza kuwa mdiakoni, anaweza kuwa mchungaji kama mimi, anaweza kuwa Mkristo, anavaa vizuri, anaimba, lakini dhamiri yake inamwambia wewe mchawi, wewe mlozi, wewe. Hakuna mtu ambaye anaweza akapofusha dhamiri yake isimwarifu kwamba wewe ni mtu mbaya. Hakuna. Kila kitu unachokifanya, dhamiri inakwambia umefanya hivi, lakini si vizuri. Ndio maana mwache niwaulize kitu kimoja, wote wanaofanya dhambi wanaelewa vizuri kwamba dhambi ni kitu kibaya. Sababu gani? Niulize hapa, nijua hawezi wakakuwa hapa hawamo kabisa. Ningeuliza wamalaya wapungie Bwana mikono. Wamalaya hawawezi, kwa sababu dhamiri inamwambia hiki kitu unachokifanya si kizuri. Nikisema hawapo, lakini ningesema walozi na wachawi wapunge mikono. Hawawezi, sababu anafanya hiki kitu, dhamiri kimwambia Bwana, hii kitu unachofunga si vizuri. Ndio maana ukiangalia mambo mengi ya ovyo inafanyika kwenye giza, haifanyiki mchana. Nilikuwa nikitembea, tulikuwa tukitoka eneo fulani tukatembea usiku. Sasa yule ambaye alikuwa akinitembeza akaniambia, jamaa, hao unaowaona ni wamalaya. Nikasema wow, wamalaya? Mimi nafikiria anayevaa hivi ni Muislamu mzuri kabisa. Akasema watu wanavaa hii ya kuonesha macho tu, hiyo wamevaa vizuri. Anasema hao wanasubiria. Nikasema haiwezekani. Nafikiri hawa ni watakatifu kabisa. Sasa hawa ni wamalaya, wanasubiria atakayesema nao usiku. Wanaoenda kwenye nyumba ya waganga usiku, hawatembee mchana, sababu dhamiri namwambia kile unachokifanya ni kibaya. Haleluya. Hukumu ya tatu inaitwa hukumu ya Mungu. Hukumu ya nani? Ya Mungu. Hii hukumu ya Mungu si kama hukumu ya binadamu.
na si kama hukumu ya dhamiri. Maana watu wengi sana wameishi katika hizi hukumu. Unakuta mtu tu dhamiri namwambia kile, anaendelea. Namwambia, wewe, hii ndoa umefunga ndoa mara ya kwanza, tena umekaa kwenye unyumba wa pili, hiyo si halali, hiyo si vizuri. Namwambia, dunia, mimi, wengine wanasema tukunywe tule sababu kesho. Acha nikwambie, unaweza ukasema hivyo, lakini kuna hukumu ya tatu, inaitwa hukumu ya Mungu. Ni ile ambayo tulikuta pale kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Maandiko ikasema, kwa siku hiyo Bwana atasimama kwenye kiti cha hukumu. Anasema hakutakuwepo hata mtu mmoja atakayesimama, wote watakimbia. Hii ni hukumu gani? Acha nikwambie, kwenye hukumu ya Mungu pia kuna vipengele vitatu ambavyo nitakwambia nikimaliza somo hili. Kwenye hukumu ya Mungu, Biblia inasema kwamba vitabu vikafunguliwa. Vitabu, ukienda kwa kamusi kusema vitabu, sio kitabu kimoja, ni vitabu. Hivi vitabu vitafunguliwa. Acha nikwambie, vitabu ambavyo vitafunguliwa mbele ya Mungu sio kitabu, ni vitabu kwa wingi. Nikwambie vitabu vitatu ambavyo vinawekwa kwa meza ya Bwana, ambavyo vitafunguliwa siku hiyo ya hukumu. Kitabu cha kwanza kinaitwa kitabu cha kumbukumbu. Sema kitabu cha kumbukumbu. Kitabu cha kumbukumbu ni kitabu kipi? Hiki kitabu kinaitwa pia kwa wengine lugha wanasema kitabu cha matendo. Ina maana kila matendo, kila tendo unalolifanya hapa duniani litaandikwa kwenye kitabu cha nini? Cha kumbukumbu. Iwe ni mazuri, iwe ni mabaya, yote yanaandikwa. Kitabu cha Mathayo kinasema kwamba hiyo siku wataweka matendo kwa kilo. Hivi kama matendo mabaya ni mengi, itakuwa na uzito. Hii mabaya inakufa, unaenda kwa upande wa kushoto. Kumbukumbu. Acha nikwambie baba, unaweza ukawa hapa unajificha hata kanisani, sababu ni wengi sana wanajificha kanisani, wengi kabisa. Hauwezi ukafikiria. Hata sisi wachungaji tumewajua. Mtu ambaye iko na vitu visivyoeleweka anatamani ajipendekeze hata kwa watumishi, ili ingalao afunike ubaya wake. Acha nikwambie, hata kama unaweza ukajipendekeza kwa mtumishi, lakini kuna kazi kwamba mtumishi hana mbingu. Kuna Mungu ambaye anaandika matendo yako. Umekuwa tapeli kabisa, umekuwa mwizi kabisa. Watu wengi leo wanasema kwamba kuna kadi memory. Hiyo kadi memory hapa si kadi, hii inakuwa na virisi. Lakini Mungu iko na kadi memory ambayo haiwezi ikafirisika tangu mwanzo. Ndio maana hiyo siku, leo tunakuwa na hiyo makamera, lakini Mungu yeye kamera yake ni ya mbinguni. Kuanza maisha yako tu ni dakika 5, kuanzia ulipozaliwa na mwisho yako inaisha. Hivi kuna watu wengi hapa wakianza kuweka maisha yao kwa video, hata maliza filamu wataanza kumuonesha tu namna alivyoanza, akiingia pale kwenye feri, sijui kama feri namna anavyoanza, namna ulivyoanza, ukaingia kwenye nyumba ya waganga, namna walivyokupea vitu, namna ulivyoingia kwenye chumba cha umalaya, namna ulivyotosha nguo, utaanza kimbia wewe mwenyewe, hautamaliza. Lakini hapa unajifunika, unajifunika. Lakini nakuambia kwamba kuna siku filamu yako uliza mwingine ambaye anakuwa pembeni yako, utamalizaka kweli ama utakimbiaka? Ni wengi filamu hawatamaliza, sababu maisha yao ni giza.
mpendwa katika Bwana, kumbukumbu zote zimeandikwa. Kumbukumbu zote zimeandikwa. Matendo yote imechapwa. Iwe usiku, iwe mchana, yote imeandikwa. Maana kwa Mungu kuna nyimbo ambayo naipenda sana, inasema giza nuru siku zote, Mungu anakutazama, hata unafanya nini, Mungu anaona. Oh, giza nuru, giza. Na nyamaza sasa. Mungu kutazama, hata unafanya, Mungu anaona. Mungu anaona yote, kwa usiku na mchana. Mungu anaona yote. Mungu anatazama yote, katika yote na ndani ya yote, macho yake yuko wazi. Kitabu cha pili baada ya kitabu cha Kumbukumbu, kuna kitabu ambacho kinaitwa kitabu cha hukumu. Kitabu cha hukumu. Ningependa msomaji mmoja atusomee andiko hii. Tungepata msomaji wa Kiswahili pia ambaye atasoma kwa lugha ya Kizungu. Tusome hiyo kitabu cha Warumi sura yake ya 6 mstari ule wa 23. Warumi mlango wa 6. Warumi 6:23 yasemaje? Warumi 6. Warumi 6 23 mstari wa 23 yasemaje? Unasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Shangilia Bwana kwa makofi. Wapendwa katika Bwana, mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara, acha nikwambie kwamba kila kitu utakachokifanya hapa duniani kina mshahara wake. Hakuna kitu utakifanya hapa hautalipwa. Chochote unapokifanya lazima utalipwa. Mshahara wa dhambi ni mauti. Ni mauti. Kitabu cha hukumu. Hata kama Mungu ni wa upendo, lakini unapofanya dhambi, Mungu amekuandikia kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Nikuelezee kidogo juu ya mauti. Unajua kitu ambacho kimesababisha watu leo washindwe kuelewa umungu wa Mungu. Watu leo wameshindwa kuelewa, wameshindwa kuingia kwenye wokovu, wameshindwa kuingia kwenye toba sababu ya mwili yao. Ambie mwingine mwili. Mtingize mwambie mwili hii isikupoteze. Mwili, mpendwa katika Bwana, mpendwa katika Bwana, hii mwili haina shukrani. Nikwambie kwamba hii mwili hakuna siku itaingia mbinguni. Hakuna. Hata kama Kristo akikuja leo, hii mwili itabaki hapa. Biblia inasema kwamba mavumbi itarudi mavumbini na roho itaenda kwa Bwana. Kinachosababisha watu wengi washindwe kuokoka, mwili. Watoto hawajakula, watoto hawajasoma, mimi sijavaa, mimi sija. Acha nikwambie, na kitu ambacho nimefurahia sana kwa Mungu ni kwa sababu mimi na wewe hatujui siku na saa ya kufa kwetu. Ambie mwingine, haujui siku utakapofariki.
kusababisha walio wengi washindwe kukamata hatua. Kuna mtu mwingine akaniambia, mshahara ipo hapa duniani lakini kazi ipo duniani lakini mshahara haipo. Akasema kazi ipo duniani lakini mshahara haipo. Akasema kulikuwa mtu mmoja ambaye alitamani kwenda tafuta dhahabu. Akatoka kwa mji mkubwa akaingia kijijini akatafuta dhahabu. Huko kwetu kuna madhahabu, anaenda kuchimba udongo anapata dhahabu. Hivi alipoenda huko akakuta kwenye masangana, kwenye njia panda, kwenye njia panda akakuta kuna ujumbe imeandikwa, kazi ipo lakini mshahara haipo. Kazi ipo lakini mshahara haipo. Hivi yeye hakufikiria inasema nini. Akaenda akachimba dhahabu na akapata dhahabu nyingi kabisa, akapata mali mingi, akatafuta, akaacha mke wake mjini, akakamata mke mwingine huko alipokuwa, akazaa watoto. Sasa ikabidi arudi nyumbani aoneshe utajiri ambao alikuwa amekuwa nao. Alipofika hapo kwenye njia panda, kulikuwa kumekuwa hiyo mti imewekwa, wanaita nini hiyo mti? Kwetu tunasema kwa Kiingereza ni barrier. Wameweka mti. Akamwambia, wewe baba unaenda wapi? Akasema, narudi nyumbani sababu naenda kuonesha familia yale ambayo nimeyapata. Akasema, ulipoingia huko ulisoma hii kipengele kweli? Akasema ndio. Akamwambia, unaelewa kusoma kweli? Akasema ndio. Akasema, hii kipengele kinasema hivi, kazi ipo lakini bali mshahara haiko. Maana yake ukitaka rudi nyumbani unaacha yote hapa. Dhahabu unaacha hapa, mali unaacha hapa, mke unaacha hapa, watoto unaacha hapa. Tutakuachia vazi tu moja na suruali hautaenda nayo. Tutakupatia hiyo nini? Akasema haiwezekani. Akasema inawezekana. Acha nikwambie hiyo kijiji ni ya wapi. Hiyo kijiji sio nyingine, ni kijiji cha Mombasa. Na hiyo inayoandikwa ni hiyo maandishi inaandikwa kwa msalaba. Inakuambia kazi ipo, mshahara haipo. Hivi mmewahi ona mtu amezikwa hapa Mombasa, amezikwa na gari? Mmeona mtu hapa amezikwa na pesa zake? Hivi wanamwambia, ulitafuta kweli, ulikula hata pesa za watu kwa utapeli, lakini hautarudi hata na hiyo. Hata viatu haviingii kwenye motuari. Hata hiyo sijui yote wakikusaidia tu. Wewe unayejipamba mama, nikwambie hiyo siku hakuna kujipamba, tutakupamba wewe. Unaweka sijui vitu huko, unaweka huko, lakini hiyo siku tutakupatia vya kuingia huko. Unajipamba kweli, umesahau kwamba ulizaliwa na kwamba kuna Mungu aliyekuumba. Hiyo siku hakuna kwenda na makeup, hakuna kwenda na simu. Umependa simu mpaka haupendi hata kusoma neno. Hata hapo kuna mwingine hapendi, anapenda ibada ikwishe aende kwa starehe zake. Ndio uende, lakini kuambia kwamba siku moja kazi, kuambia mwingine kazi ipo lakini mshahara haipo. Wengi sababu amepata mali, anaanza kusahau hata watu, anaona watu kama sio watu. Ni kuambia kwamba mshahara haipo hapa duniani, utazikwa. Na cha mshangao, wale unaodharau sana ni wale watakaotibua shimo ili uingie pale. Hakuna mabosi wanachibua shimo. Bosi wanakuwa wakiuliza, mambo unafikia wapi? Hatujawahi rudia. Lakini wale unaodharau watachimbua
mahali utakapokwenda. Na nikaambia watu wengi, ukiwa hapa duniani cheka na watu, cheka na watu, pia mwingine cheka na watu, maana huko kwenye moto, huko kwenye kaburi hakuna kuvimbana, ni kucheka. Kila mtu kuzimu anacheka. Nasema unasemaje? Sababu kinachosababisha tusicheke ni hii midomo inafunika, lakini kule midomo yote itakwisha, utakuwa unaanza cheka na hakuna mtu. Hivi cheka na watu wakati ungali na watu, cheka na watu, cheka na watu, Mungu akusaidie sana. Na ubaya ya kifo unatoka kwa mwili unawekwa kwa unachua kusema moto hapa kuna glass, unatoka hapo mwili inaanza kuharibika na kunatoka harufu. Hakuna anaweza weza kula chakula mahali kunapokuwa mfu ameanza oza. Hii ndio mwili na kudanganya ushindwe kufuata Mungu. Unajua hiki ni kibaya, haupendi kuamua. Mpendwa katika Bwana, kuna hukumu ya siku ya mwisho. Kitabu cha mwisho kinaitwa kitabu cha uzima. Chapia Bwana makofi. Hii kitabu cha uzima, maandiko inasema vizuri kwamba yule atakayeingia kwenye kitabu hiki cha uzima ni yule atakayekubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hakuna atakayeingia mbinguni, atakayeingia kwenye kitabu cha uzima kabla hajakubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na Kristo anasema mimi ndimi njia ya kweli na ya uzima. Mtu hawezi akafika kwa Baba kama hajafika kwangu. Uliza mwingine sasa, umemkubali huyo Yesu kweli? Umemkubali Yesu? Umemkubali Yesu? Ukisoma kitabu hiki cha Isaya, tumalize tukisoma kitabu cha Isaya. Isaya nabii wa Mungu, sura yake ya 53. Isaya nabii wa Mungu 53 mstari wake ule wa 5. Tusomee Isaya nabii wa Mungu 53 mstari ule wa 5. Yasemaje? Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na kwa kupigwa kwake mimi na wewe tumefanya nini? Shangilia Bwana kwa makofi ya ajabu. Amen. Kristo hakufanya dhambi. Kristo hakufanya dhambi, lakini ni sisi tulifanya dhambi. Hivi asiyefanya dhambi akafanywa dhambi ili mimi na wewe tufanye nini? Upendo gani huu? Upendo gani huu? Hakuwahi fanya dhambi yoyote. Mahali tulisoma mshahara wa dhambi ni mauti. Yeye hakufanya dhambi, bali sisi tukafanya dhambi, akafariki kwa ajili yetu, akateswa msalabani, alipigwa mijeledi, kudhalalishwa na askari ambao aliwaumba, kuwekwa taji ya miba, kusulubiwa, akawa hana hatia, kuteseka msalabani hadi kufa kwake kwa ajili yangu mimi na wewe. Ni upendo gani? Ni upendo gani? Sasa wewe unamkataa huyu na unaendelea. Acha nikwambie, unapofanya dhambi ni kuambia Kristo kwamba hakufanya kitu juu yako, unamrudisha msalabani.
Nimalize kwa mfano huu. Napenda sana mifano sana. Hata Yesu alikuwa akifundisha kwa mifano. Kulikuwa dada mmoja, dada ndio msichana mmoja mrembo sana. Najua katika hii dunia kuna warembo kweli na warembo. Kuna warembo na warembo. Biblia inasema kwamba Sara alikuwa mzuri kwa kutazama kwa kweli. Ilaelewa kwamba huyo alikuwa kuna wake. Hiyo maandiko inaposema juu ya urembo, tunapotafuta katika Biblia, katika utafiti, wanasema kuna urembo wengine. Wakati mfalme akiwa akitafuta mtu mzuri, alikuwa akiweka kitu moja hivi, wanapitisha kila mtu apite hivi. Ukilingana na hiyo ndio urembo wako itakubaliwa. Maana kuna mwingine anaweza kuwa mrembo kwa sura, lakini mambo inakataa kabisa. Sasa mnacheka nini? Hivi dada huyu, msichana huyu alikuwa mrembo kwa kutazama. Alipopata mvulana wa kumchumbia, sababu wakati unapochumbia mtu inabidi muingie kwa daktari na muende kwa vipimo. Hivi walipofika kwa vipimo, walipofanya hiyo ambayo wanaita diagnostic, wakakuta kwamba huyu msichana ni mgonjwa na tatizo lake ni figo moja imefariki, haitumike tena, lakini kwa nje ni mzuri kabisa. Sasa huyo alipofika nyumbani, anaeleza msichana ametuambia kwamba ni mgonjwa. Akasema, katika familia hii hatutaki watu watakao kufa mbio, tafuta mtu mwingine. Akatafuta mtu mwingine, akaacha huyo msichana, akapata mtu mwingine. Hivyo akaingia kwa daktari, akakuta huyu mtu ni mgonjwa, kamwacha. Alipopata kijana vulana huo mara ya 7, alipofika kwa daktari, yeye akamwambia daktari, kama mke ni mgonjwa wa figo, nakubali mimi nitabaki na figo moja, tosheni yangu mpatieni yeye. Kaambia familia yake, akakubaliana sababu ya upendo, akatosha figo ya kijana, akapatia msichana figo ya pili. Hivi alipopata figo ya pili, uzuri ukaongezeka, akakuwa mrembo tena zaidi. Sasa huyu kijana aliyetoa figo alikuwa hana pesa. Uzuri ilipotokea, msichana akapata watu wengine ambao wanampenda, wakapenda huyu beautiful girl. Alipoangalia mali, akakomparison, akasema huyu mtu ambaye hana pesa na huyu ambaye hana pesa, akasema akachukua huyu wa pesa. Hivi huyu kijana ambaye alitoa figo, alipotaka kuingia kwa process ya kuoa ya kufunga ndoa, huyu msichana akasema, mimi na wewe hatulingani, nimepata mwingine ambaye ana pesa. Nataka kukuuliza kaka, kijana ambaye unakuwa hapa, ingekuwa ni wewe ambaye ulitoa hiyo figo, kisha mtu anakukataa, unaweza ukamfanya nini? Kasema lazima afe. Lakini nikutangazia kwamba huu kijana ni Yesu Kristo. Chapia Bwana makofi. Na huyu msichana mrembo ni mimi na wewe. Hivi figo yetu ilikuwa imefariki, ni sisi tungefariki, lakini Kristo akakamata udhaifu wetu.
Sasa wakati ya kulunga ni kusema nipokee tu, tulunge. Unasema mimi siko na wewe. Nikwambie, siku Kristo atakapokuja, Biblia inasema kwamba hata hurumia mara ya pili, atakuja kama simba wa Yuda ingurumavyo, hakutakuwa atakayekwepa. Atalipiza figo yake, atalipiza uzima wake, atalipiza damu yake, atalipiza hiyo mizumari iliyopigwa kwa mikono yake. Injili ya Mathayo 11:28 nasema, njooni nyote mnaolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Inamisha kichwa chako, inamisha kichwa chako. Anza kufikiria sana maisha yako.